Habari ndugu zangu wa Sanga na wengineo, endeleeni kuwakumbusha Watanzania soka letu lilikuwa mbali sana. Kuna nyakati tulikuwa tunalala kwenye mavumbi. Kuna nyakati wachezaji wetu walikuwa hawana hata pesa ya kununua vitafunio asubuhi. Lakini leo kwa sababu ya soka limekuwa, wachezaji wanamiliki magari. Leo kwa sababu soka limekuwa, wachezaji wanamiliki majumba. Leo mchezaji ambaye anacheza timu ya kawaida anaendesha Crown, sio jambo dogo. Zamani timu ya taifa, national team, walikuwa kilala kwenye hoteli wanadaiwa madeni. Mpira wetu umekuwa. Kwa hiyo kuna namna ya kuambia viongozi wa Yanga, kuna namna ya kuambia viongozi wa Simba, wao ndio wanashika hatima ya mpira wetu. Waendelee kupambania. Haya mambo ya kususa, haya mambo ya kukataza, haya mambo yanaua soka letu. Soka letu bado lina safari. Lakini hapa tulipofika, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona kuna namna moja ama nyingine tumefaulu. Kwa hiyo niwaombe sana wanahabari, waambieni viongozi mbalimbali wa mpira wetu, soka letu linakuwa, waendelee kuondoa makandokando. Tunaomba mechi ipigwe. Tunatamani mechi ipigwe. Semaji kasema leo msimamo kwa pale. Amesema? Tunaungana naye, lakini kwa maslahi ya nchi lazima tukubali kwamba ili ligi yetu ikue, ili ligi yetu ipendeze, kuna namna mechi ya Yanga na Simba inahitajika kupigwa. Kuna namna mechi ya Yanga na Simba inahitajika kufanyaje? Kuchezwa. Kwa hiyo lazima tuheshimu maoni na mawazo ya afisa habari wa klabu ya Yanga. Lakini naamini Yanga wakipelekewa barua rasmi mechi itachezwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wanasema wanasheria wa Young Africans kuna namna wanakosea. Ni kweli wanasheria wa Young Africans kuna namna amekosea kwenye hili? Inawezekana kwa sababu ukiangalia zaidi ya kesi 3 mpaka 4 mpaka 5 Yanga wanapokwenda kwenye mahakama ya usuluhisho kimataifa kasi bado wanashindwa. Kwa hiyo lazima tukiri na lazima tukubali, inawezekana ndani ya kitengo cha sheria cha Yanga kuna shida. Na hii shida haikuanza leo. Kwa hiyo sio dhambi viongozi ambao wapo kwenye kamati ya kisheria kwa upande wa Yanga wakaendelea kujitafakari, wakaendelea kujitathmini. Timu ya Yanga ni timu kubwa. Inahitaji watu ambao wanafanya mambo yao kiserious kabisa. Inahitaji watu ambao wakifanya jambo linakuwa na impact chanya. Kwa hiyo niwaombe, na ninaamini wananisikia, na ninaamini wananifuatilia, na ninaamini wananiona. Kupitia maneno haya naamini tutakuja kupata wanasheria wako wazuri, na naamini tutakuja kupata wanasheria ambao kila tukipeleka kesi yetu kwenye kila aina ya nyanja tutashinda. Lakini pia tuwakumbushe viongozi wa klabu ya Yanga hususan katika kitengo cha kisheria, kila jambo lina taratibu zake. Hauwezi ukajenga nyumba bila kutengeneza msingi. Msingi ni kitu cha muhimu sana. Ingependeza sana viongozi wa Yanga hususan katika kitengo cha kisheria basi wangeanzia katika mamlaka ya mpira Tanzania TFF, hususan kwenye bodi ya ligi kupeleka malalamiko yao. Wangeona kwamba bodi ya ligi wangegoma, basi kuna namna na wao wangefanya ili kuhakikisha kwamba wanafika mbali kwenye hatua hizo. Lakini wameamua kuvuka ngazi, wameamua kuvuka hatua, imepelekea mpaka leo tunaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Imepelekea mpaka leo baadhi ya watu wanatuimba kuonekana kwamba sisi kwenye kitengo chetu cha sheria hatuko sawa sawa, hatuko vizuri. Kwa hiyo rai yangu, viongozi wa Yanga kufikiri kabla ya kutenda. Viongozi wa Yanga kabla ya kujenga nyumba basi tuhakikishe tunajenga msingi ambao uko imara sawa sawa, ambao utakutulinda miaka nenda miaka rudi. Dodosa, awali Young Africans walikuwa wana imani na viongozi baadhi wa TFF na wamerudishwa tena kwenye TFF. Barua ya kasi ni wazi Young Africans wamewakosea viongozi wa TFF kama wamerudisha kutoka kasi kuja tena TFF. Sitaki kuchagiza tena hapo, lakini mimi naamini mechi itachezwa. Viongozi wa Yanga ni wasikivu, viongozi wa Yanga ni waelewa, na naamini nawaombea kwa Mwenyezi Mungu, nawaombea baraka inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mechi itachezwa, tutakwenda kuamua nani atakuwa bingwa wa ligi kuu NBC 24-25. Simba imejipata, Yanga wako vizuri. Tutakwenda kuzitumia dakika 90 kuamua nani atachukua ubingwa wa 24-25. Dosa, tumulike kwa namna ambavyo mbio zinaendelea hivi sasa za ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni wazi mechi zimeendelea kuwa ni ngumu na Simba hivi sasa anaenda kumvaa JKT Tanzania. Ligi unaionaje mpaka hivi sasa kwa namna ushindani uliopo? Ligi yetu iko nafasi ya 5 mpaka 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine kuwapongeza sana wawekezaji wetu, kulipongeza sana shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia kuvipongeza vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu ya Tanzania. Sio Yanga, sio Simba ambao wao ndio wametupeleka kwenye ubora wa viwango katika bara la Afrika. Mimi naamini Mashujaa amechangia, mimi naamini JKT amechangia, mimi naamini na timu nyingine zimechangia. Itoshe kusema ligi kuu yetu ni nzuri, ligi kuu yetu imebamba, na naamini ligi kuu yetu ina hadhi ya kuwa ligi kubwa kwenye bara la Afrika. Kwa kumalizia, unawaambia nini sasa wale mashabiki wote ambao wameweka maswali katika hili ambalo limetokea majira ya jana? Majira ya jana, mimi naamini waendelee kumwamini Mwenyezi Mungu.
ndani ya Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana na kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Yanga wanapaswa kuomba msamaha. Sitaki kusema hilo, lakini mimi naamini viongozi wa Yanga ni viongozi wakubwa, ni viongozi ambao wako educated zaidi, naamini watakwenda kukaa meza moja na wataelewana. Mwisho wa siku tutakwenda kupata baraka, mechi itachezwa ligi kuu NBC msimu huu. Asante sana. Unajua vitu vingine sio vya kwanza kuvijaji. Simba sasa hivi inaandamwa. Watu wanaonea gere Simba kama mjui, kuna watu wanaonea gere. Kucheza fainali michuano ya CAF sio jambo rahisi. Kuna watu wanadonge. Sio wapinzani wetu tu, hadi hizi timu ndogo zinadonge na Simba. Mambo makubwa yamefanyika, tumetoa ilizi kwenye magoli leo hapa. Ilizi nyingi tumezitoa hapa kwenye magoli. Goli la kule Barua akatoa ilizi, hapa sisi tumetoa ilizi. Mambo makubwa Mashujaa ameyafanya leo. Hii mechi Mashujaa ameitaka kwa sababu alijua kitu gani wamepanga ili wafanyiwe. Sisi tunakijua. Lakini wapeni salamu. Tulikuwa bize na michuano ya CAF. Tumerudi kwenye ligi. Ubaya ubwela unaendelea pati 3. Ubaya ubwela unaendelea pati 3. Tunaanza tulipoishia. Simba kubwa. Sikiliza, Simba kubwa, yani kivyovyote mimi nitakufunga. Ulale kicharichari kifudifudi. Yani viposi tunavila kwa chumvi, kwa sukari, kwa pilipili, kwa nini? Huu ndio muda wa kujuana, unanijua mimi nani, ya kuonyeshana ukubwa. Unajua mimi nani? Ushakutamka anakuambia unajua mimi nani? Ndio muda huu yani. Komenti nyingi zimeonekana wachambuzi wanamvaa Kefa Kayombo. Ni kwa nini wachambuzi wanamvaa Kefa Kayombo kwa mchezo wa leo? Wamvae kwanza nini? Wamvaa hawa watu wanaomvaa Kefa. Wamvaa Mbukile kwanza. Yaani huu kwanza mweke pembeni, wamvaa Mbukile. Sio wanajua mpira. Wao sio wanajua mpira. Wanajua kumchambua refa. Wamchambue na Mbukile. Wamchambue taaluma yake kwanza. Ndio waje wamchambue refa. Sio wao masaifu wanaona kwa refa, upande wa pili hawaoni, watu wanapandishwa ndege hawaoni, watu wanakusifia ujinga hawaoni. Yaani watu wanafananisha mashindano ambayo yamesainishwa CAF na ufananishe na sherehe. Muungano sio kombe, ni sherehe za muungano. Tunaenda kusherehekea sherehe muungano wa nchi, tunaungana. Kama kweli wao wanajua kumkosoa huyu refa, wakosoe kwanza barua yao iliyorudishwa kule. Barua simerudishwa kule. Swalienda kasi. Tuliwaambia sisi tulikaa hapa. Tulisema kwenye maiki hizi kwamba hii kesi haina fakti. Si mechi imerudi huko. Sikiliza, tarehe inapangwa, dabi itachezwa na tunaitaka dabi. Mandala hapo Patrick Simon. Unajua vitu vingine sio vya kwanza kuvijaji. Simba sasa hivi inaandamwa. Watu wanaonea gere Simba kama mjui, kuna watu wanaonea gere. Kucheza fainali michuano ya CAF sio jambo rahisi. Kuna watu wanadonge. Sio wapinzani wetu tu, hadi hizi timu ndogo zinadonge na Simba. Mambo makubwa yamefanyika, tumetoa ilizi kwenye magoli leo hapa. Ilizi nyingi tumezitoa hapa kwenye magoli. Goli la kule Barua akatoa ilizi, hapa sisi tumetoa ilizi. Mambo makubwa Mashujaa ameyafanya leo. Hii mechi Mashujaa ameitaka